Yes, unafahamu kwamba mapinduzi matukufu ya Kiislamu ya Kishia ya mwaka 1979 ambayo kimsingi aliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini, kimsingi alileta vitu vile vikubwa. Cha kwanza, ilibadilisha mtazamo wa Irani anapotazama eneo la Ghuba, hilo la kwanza. Lakini la pili, ilileta sura ya kidini kwenye mtazamo wa kisiasa. Ndio maana baada ya Ruhollah kufanya mapinduzi, unaona kabisa kwamba akaja na mfumo wa supreme leader, kwamba Grand Ayatollah kama cheo cha juu katika imani ya Kishia ndio akawa anapewa nafasi za juu katika kutoa maamuzi ya fatwa. Sasa hii maana ni kwamba mapinduzi ya Iran ya mwaka 79, na ukirudi nyuma kuna historia, unafahamu mwaka 1951 aliingia waziri mkuu Mohamed Mossadegh ambaye alikuja na sera za kutaifisha mifumo ya gesi, mifumo ya rasilimali, mifumo ya mafuta ambayo ilikuwa inamilikiwa na nchi ya Marekani na nchi za Uingereza. Mwaka 1953 yakafanyika mapinduzi ambayo yaliongozwa na MI6 na FBI ambayo almaarufu inaitwa Operation Ajax. Maana ni kwamba sasa inakuonyesha kwamba namna gani mapinduzi yale yalikuja kuleta mtazamo mpya, mwanzo mpya wa harakati za Irani kuweza kuunga mkono kile kinachoitwa proxy. Proxy maana tunamaanisha unaweza kuita ni non state actors, yani ni mashirika ambayo yanapambana katika kulinda maslahi ya watu wengine. Ndio maana kwa mfano Hamas, of course katika mtazamo wa magharibi inatajwa kama ni magaidi, lakini kwa Irani zile ni harakati. Hezbollah kwa mfano, Houthi kwa mfano, Fanmiyun kwa mfano, Hatibu Hezbollah kwa mfano. Kwa maana ni kwamba sasa baada ya kuunga mkono harakati ikatengeneza antagonisti, kwa maana kwamba ukosefu wa utulivu wa uhusiano kati ya Irani dhidi ya nchi ya Israeli, lakini zaidi sana washirika wake Marekani. Kwa hiyo uhusiano wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran ulibadilika mwaka 1979 ambapo ilileta taswira nyingine ya mtazamo mpya wa Irani anapotazama eneo la Ghuba.